Mungu huwaonya watu wake kwa njia tofauti tofauti. Rais Donald Trump ni miongoni mwa watu ambao wana maonyo makali kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini yamkini hajafahamu hata kidogo. Ungana nami katika somo hili linaloonyesha maonyo ya Mungu kwa Rais Donald Trump, na wewe utafakari pia njia zako, ni wapi ambapo Mungu yamkini anakuonya ili kwamba uweze kufanya matengenezo. Naitwa Mwalimu Laban, nikukaribisha uweze kusubscribe, lakini pia acha comment, wenzako waweze kujifunza kwa kile ambacho utakuwa umejaliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kukifahamu, hasa kupitia vita vinavyoendelea kati ya Israel pamoja na Irani. Kimsingi, Mungu huwatumia watu wakati mwingine kuweza kufikisha ujumbe kwetu ya kwamba anachukizwa na maamuzi ambayo tunayafanya au anapendezwa na maamuzi ambayo tunayafanya. Miongoni mwa vitu ambavyo Mungu amevitumia kuweza kumuonya Rais Donald Trump ni kushinikiza wabunge wa taifa la Marekani kuweza kumwambia Rais Donald Trump umwagaji damu unaoendelea katika taifa lile la Irani pamoja na Israeli ni kitu ambacho hakikubaliki. Lakini pia inaelekea sasa wiki ya kwamba hata Marekani yenyewe kwa wingi wa watu wake walijikusanya kuweza kumuonya rais huyo aweze kuacha mara moja kuzidi kuongeza wimbi la vita ambavyo vinaweza hata vikaanza kulipiga taifa lake. Na kimsingi Wakristo wengi huwa hawafahamu, sio kila mtu anayeshika Biblia takatifu kama hivi jinsi ambavyo nimeishika unapaswa kuweza kumwamini. Wengine wanaishika Biblia kama vichaka vya kuweza kujificha. Miongoni mwa watu ambao Biblia inamkataa wazi wazi ya kwamba anashika Biblia ndio, ila matendo yake sio maamuzi ambayo Roho wa Mungu anamshawishi ayafanye, ni Rais Donald Trump. Kitabu kile cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20 inasema ya kwamba mtawafahamu kwa matendo yao. Mungu wetu ni Mungu ambaye anapenda amani, hapendi umwagaji damu uweze kutokea miongoni mwa watu. Hapendi watu wafe kwa mkupuo kiasi chote hicho hapo, huku wakiwa hata hawajafanya toba. Kwa hiyo endapo kuna mtu anafikiria kwamba Rais Donald Trump ni mtu ambaye alikuwa ameagizwa eti na Mungu awashambulie Waislamu, huyo mtu anaonywa na Mungu mara moja ya kwamba hata Waislamu ni watu ambao wanamwabudu Mungu. Na katika kitu ambacho unapaswa kuzidi kujikita kukifanya ni kuiombea sana Irani, kwa sababu masaa machache tu ambayo imeweza kupita, Rais Donald Trump pamoja na Benjamin wa huko Israel wanaonekana kuzidi kutaka kufanya mashambulizi ya kuiondoa kabisa Iran, kitu ambacho ni kichafu na ni kibaya sana. Sio wao tu ambao watapata changamoto katika ulimwengu huu, hata sisi ambao tuko mbali tutapatwa na changamoto, halafu mwisho wa siku tutaanza kumlaumu Mungu. Mungu anakutaka wewe unayenisikiliza uwaombee watu wa Iran, watu wa Israel na watu wote ulimwenguni wapende njia za amani za kuweza kushughulikia matatizo au migogoro pale ambapo inakuwa imejitokeza.